Habari za wakati huu, mpendwa mtazamaji wetu popote pale ulipo, zifuatazo ni habari za saa kutoka hapa ITV. Mimi ni Isaac Mpayo, karibu. Unaweza ukatupata hivi sasa mubashara Facebook au YouTube, anwani ni ITV Tanzania. Jukwaa la maendeleo ya ushirika katika mkoa wa Mtwara limesisitiza swala la uadilifu katika kusimamia mazao ya wakulima ili kuondoa malalamiko yanayotokana na upotevu wa mazao yao kila msimu wa mauzo. Undani wa taarifa hii na mwanahabari wetu Lucy Ogutu. Lucy, tafadhali karibu. Jukwaa la ushirika la mkoa wa Mtwara, ambapo pamoja na mambo mengine wamesisitiza sana swala la uadilifu ambao limekuwa changamoto katika vyama hivi vya msingi vinavyopokea mazao ya wakulima. Niambie, leo umehudhuria kwenye jukwaa la ushirika, nini hasa mnazungumza kwenye jukwaa lenu na je, lina faida? Leo tumezungumzia jukwaa la ushirika. Kuna faida nyingi zinazopatikana kwenye jukwaa la ushirika, hususani kama sisi viongozi wa vyama vya msingi huaga tunapewa elimu juu ya kuongoza vyama vyetu vya msingi, na mara nyingi huaga tunapokutana huaga tunatatua changamoto mbalimbali kwenye hili jukwaa letu la ushirika, ambavyo changamoto ambazo zinakuwa zinatukumba sisi kipindi chetu tunapofanya makusanyo ya korosho. Tumeona kwenye hili jukwaa la ushirika mkoa wa Mtwara swala la uadilifu limesisitizwa sana. Pengine nyie kama viongozi wa AMCOS, changamoto ni nini hasa kwenye AMCOS zenu? Changamoto zipo nyingi kwenye AMCOS zetu. Linasisitizwa sana ili swala la uadilifu kwa sababu baadhi ya viongozi hawana uadilifu. Wanafanya kazi kwa kutegemea kwamba wanaamini kwamba ukifanya kazi na ukaweza kuleta ulaghai kwenye kazi zetu hizi wananufaika, lakini naamini kwamba viongozi walioko wengi hawana uadilifu, na ndio maana kila tunapokutana kwenye jukwaa letu la ushirika huaga viongozi wanatusisitiza jinsi ya kuwa uadilifu kwenye kazi zetu tunazozifanya. Tumeona kweli mazao kuongezeka kwenye stakabadhi ghalani ni neema kwa mkulima, lakini swala la uadilifu limesisitizwa sana hapa. Pengine hilo mmelipokeaje? Ni kweli kabisa. Kwanza tuna kauli mbiu yetu, ushirika pamoja ujenga uchumi. Jenga ushirika, uadilifu. Hili neno la uadilifu hili ni neno moja ambalo ni zito sana. Alafu sisi kama wana ushirika na imani kubwa, asilimia ya wengi uadilifu sisi tunao. Na ndio maana mwaka huu tumeongezewa sisi mahakimu wamekuja kwenye ushirika, tumeletewa watu wa CCBT TAKUKURU wamekuja kwenye ushirika. Ile yote ni kwa ajili ya nani? Wana ushirika. Pia tumeletewa walimu ambao wametufundisha somo la afya ya akili. Ina maana kuna vitu vingine tunavifanya sisi, kumbe akili yako inakuwa sio ya kwako, una tatizo, lakini wewe mwenyewe hujijui. Kwa hiyo vile vyote vile vilivyojumlishwa pale, kwa kweli ushirika tumeuelewa na tutazidi kuhudumisha. Tunaelekea kwenye msimu wa ufuta sasa. Swala la uadilifu limesisitizwa. Mmejipanga vipi? Katika msimu wa ufuta sisi kama wana ushirika tumejipanga vizuri, kwa sababu njia kuu ni kuulinda uadilifu. Uadilifu ndio kila kitu. Kwa hiyo tuna imani kupitia viongozi wetu, na sisi leo ndio walituweka chini kama semina yetu, tutajirekebisha. Kama kulikuwa na changamoto ndogo ndogo hazitakuwepo. Na imani hawa wakulima wa ufuta ambao wanaleta mazao yao kwenye AMCOS zetu, na imani watapima kilo zao zinavyostahiki. Sasa jukwaa kama hili linapendeza sana kwa watu wakulima kama sisi. Tunapokutana kila wakati tunabadilishana mawazo. Na pengine kwenye jukwaa hili wamezungumzia sana swala la uadilifu. Kwa nini uadilifu? Wametuhimiza uadilifu kama wasimamizi ili tuchunge mali za wakulima, kwa sababu kuna wengine ambao sio waadilifu. Wakiona hii hela ya mkulima wanaiba au wanaandika hati zile hewa zile kwa ajili ya manufaa yao. Sasa ndio ushirika mwaka huu ndio wametoa kipaumbele, chunga uadilifu. Kwako studio kwa matangazo zaidi. Asante, tumekupata vizuri na ni mwisho habari za saa kwa sasa. Muda mfupi ujao utapata fursa kuangalia kipindi cha usafiri wako. Endelea kwa nasi.